Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala Rasulillah. Ndugu yangu, katika Qur'ani kuna maneno yanayofanana na methali ya Kiswahili isemayo, ukiona mwenzio ananyolewa tia maji. Nayo ni kauli yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, awalam yasiru fil ardi, hivi hawajatembea katika ardhi, fayandhuru kaifa kana aqibatu alladhina min qablihim, waangalie ni kwa namna gani ilikuwa hatima ya wale waliokuwa kabla yao. Kanu ashadda minhum quwwatan, waliokuwa kabla yao walikuwa ni wenye nguvu kuliko wao. Wa atharu al-ardha wa amaruha, na wakaitifua ardhi na wakaistawisha. Akthara mimma amaruha, zaidi ya vile ambavyo wao wameistawisha. Wajaatuhum rusuluhum bilbayinati, na mitume wao waliwaijia kwa maelekezo ya wazi ya kidini na imani. Fama kana Allahu liyadhlimahum, lakini hakuwa Mwenyezi Mungu azza jalla ni mwenye kuwadhulumu alipowaletea adhabu baada ya kuwakhalifu manabii. Walakin kanu anfusahum yadhlimuna, lakini wao ndio waliokuwa wakizidhulumu nafsi zao, kwa kuwa walifanya matatizo au madhambi ambayo yaliziletea matatizo nafsi zao. Thumma kana aqibata alladhina asa'u su'a, kisha ukawa mwisho wa wale ambao walitenda ubaya, mwisho ukawa ni mbaya sana. Asa'u as-su'a, ankadhabu biayati llahi wa kanu biha yastahzi'un, kwa sababu walikadhibisha aya na maneno ya Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala, na walikuwa wakizicheza shere. Ndugu zangu katika imani, ni sawa sawa maneno haya na methali ya Kiswahili, ukiona mwenzio ananyolewa tia maji. Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla anatusimulia visa vya watu walioishi vibaya wakaishia kubaya, ili sisi tutanabahi, tusije tukapita katika mapito yao na tukaishia kwenye ubaya kama ilivyokuwa hatima yao. Hapa Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala ametuelezea watu ambao hawakuwa ni wazembe katika ardhi hii. Sio watu ambao waliishi ardhini wakawa hawakufanya chochote, bali hawa watu ni watu ambao wameistawisha ardhi yao. Lakini angalia hivi tunavyozungumza ni nini hatima yao. Maneno haya ya Qur'ani yanatuelekeza tutafakari juu ya maisha ya wenzetu waliotutangulia. Kwa mfano, usitafakari tu juu ya visa juu ya maisha ambayo wewe haujayaona unaambiwa. Tafakari hata kwenye maisha ya watu ambao wametutangulia katika nchi yetu na katika maeneo yetu, ambao walisoma, waliandaa maisha yao, walisoma, wakapata kazi, wakapata vyeo, wakapata mali, wakatengeneza heshima katika nyanja zote, wakawa ni kama vile wamepata kila kitu katika dunia. Umewaona katika hao wengine wamekufa mapema, lakini pia wale walioishi umri mrefu, hatimaye dunia imewatupa mkono, wameondoka na wameiacha dunia. Angalia ni nini kimebakia katika vile walivyoviandaa. Wameondoka, wameacha kila kitu, na wamerejea kwa Mola wao. Huko wamejikuta kwamba walitakiwa kumbe wayaandae hayo maisha ambayo ni maisha ya kweli na yenye kudumu. Tunasema ni maisha ya kweli, sio maisha feki na wala sio maisha ya hadaa. Wakajikuta hawakuandaa chochote. Allah Jalla wa Ala anasema, nadhani hawa ndio wanaozungumzwa katika hii aya,
alhaakumut takathur, hakika nyinyi mmepumbazwa, mmetekwa kimawazo na hili jambo la kutafuta ukubwa na ujuu na kuwazidi watu wengine katika haya maisha ya dunia, kuzidiana katika vyeo, katika mali, katika starehe. Mmesahau jambo hili, limekushughulisheni mpaka mkasahau ajenda mama, mpaka mkasahau kwamba mbele kuna kabri. Hata zurutumul maqabir, hamkukumbuka isipokuwa mpaka mlipoyazuru makaburi, yani mpaka mlipofariki ikawa sasa mtaenda kuzikwa. Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala anasema hata idha jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'uni, mpaka mmoja wao, yani ghafla hiyo inaendelea mpaka mmoja wao anapofikwa na mauti anasema Mola wangu nirejesheni, la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla, ili nikatende mema katika yale niliyoyawacha. Anaambiwa hapana, anatanabahi, lakini kutanabahi kwake hakutamfaa kitu. Na wale jamaa zake aliowacha na wao wanaendelea na ghafla mpaka na wao waingie makaburini, mpaka wafiko na malakul mauti, alafu ndio wagundue na watanabahi juu ya haya maisha ya dunia na hadaa yake. Ndugu zangu katika imani, kuna mshairi mmoja anasema inna lillahi ibadan futana nadharu dunya falamma alimu annaha laysat lilhayy watanan ittakhadhuha lujjatan wa takhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Acha niiseme methali hii kwa maneno ya jumla. Hakika Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala anawaja waliowema, ni tofauti na hawa tuliowasema waja werevu. Wameichunguza dunia. Moja katika kuchunguza dunia ni kuangalia imewafanyaje wale waliokutangulia. Wakagundua kwamba hapa duniani si mahala pa kuishi, ni kama vile mabondeni wakati wa kiangazi. Unaweza kupaona ni mahala pa kuishi, lakini si mahala pa kuishi, ikija masika ndio utajua. Kwa hivyo wakagundua wakaichukulia dunia hii ni kama madimbwi au ni kama maeneo ya mabondeni. Hawakujenga nyumba kwenye maeneo hayo isipokuwa masafina na majahazi. Nyumba zao ikawa ni masafina na majahazi, wakawa wanaishi humo, ili mvua ikinyesha waelewe, wasizame na wasipelekwe na maji. Mfano wa hizo safina, anasema ittakhadhu salihal a'mali fiha sufuna, matendo mema wakayafanya ndio majahazi katika haya madimbwi na katika haya mabwawa, majahazi ambayo yatawarusha kuwapeleka katika maeneo ambayo ni salama. Tenda amali njema kwa ajili ya akhira yako, jihesabu kabla ya haujahesabiwa, kwani dunia hii imewadanganya sana waliokuwa kabla yako. Angalia isije kudanganya kama ilivyowadanganya, na usije ukajuta kama walivyojuta. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.